Psalm 125 verse 1 and 2. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but stays forever. Bwana anakusudi pamoja nasi. Bwana aliyeanza pamoja nasi katika siku 10 za maombi na tunamaliza leo, Bwana huyo atatutendea katika maisha yetu. I want you to believe, nahitaji uweze kuamini that what you have been praying for, kile ambacho umekuwa ukikiombea, Bwana atajibu, Bwana atatekeleza na Bwana atatenda. Usiogope, mwachie Kristo yote, naye atakutendea kadri ya utukufu wake milele. Kwa hivyo asubuhi ya leo somo letu la siku ya 10 linasema kufanya ukarimu wa kipekee. Tunagundua katika Matendo ya Mitume 4:32 hadi 37, kanisa hili la awali waliweza kuwa na ukarimu mno sana. Haungetambua katika miongoni mwao kama kuna mtu aliyekuwa na hitaji. Kwa sababu gani? Walikuwa na nia moja, walikuwa na lengo moja, na ubinafsi ndani yao ulikuwa umeisha. Leo hii ikiwa kuna jambo ambalo linatusumbua katika makanisa yetu ya sasa, ni ubinafsi. Ubinafsi umejaa katika maisha yetu, lakini katika Matendo ya Mitume 4 tunagundua kwamba kanisa hili liliweza kuwa na nia moja kwa Kristo, kwamba Kristo ndiye mwokozi wa maisha yao, na wakajisalimisha miguuni pake Yesu Kristo. Walipojisalimisha miguuni pake Yesu Kristo, Yesu aliweza kuwatumia kwa vitendo, na kanisa likajulikana, na matendo yake mema yameandikwa leo hii kwa ajili yetu. Nasi pia tunaomba asubuhi ya leo tunaweza kubadilisha ulimwengu si tu kwa mahubiri, ila kwa vitendo. Ukarimu ni si tendo la hiari tu kwa Mkristo, bali ni ishara ya maisha yaliyobadilishwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo swala la ukarimu si kwamba ni jambo la hiari tu la kujitolea tu lifanye, hapana. Ni jambo ambalo linalotoka katika maisha ya Mkristo ambaye amebadilishwa na Yesu Kristo kwa sababu amempokea Roho Mtakatifu. Kwa hivyo nataka nikufundishe asubuhi ya leo kwamba Bwana anahitaji tuwe wakarimu, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa mkarimu kwetu sana sana, akamtoa Yesu Kristo. Ni upendo uliomsukuma akamtoa Kristo, ili kwamba Kristo huyo akafe kwa ajili yangu na kwa ajili yako tupate uzima wa milele. That is kindness, ukarimu wa kipekee. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunaomba nasi pia tuweze kuwa na ukarimu huo. Na matendo ya katika kanisa la awali, Wakristo walikuwa na ushikamano, Wakristo walikuwa na imani moja, walikuwa na moyo wa kusaidia, moyo wa kutumika, na mioyo yao ilikuwa imemtambua Kristo ni nani katika maisha yao. Tukishagundua kwamba Kristo ni nani kwa maisha yetu, hakika tutaruhusu Roho Mtakatifu atembee nasi. Roho Mtakatifu atutembeze katika maisha haya kwa ajili ya vitendo vya shuhuda za mbingu. Zaidi ya yote, haikuwa ukarimu tu wa kawaida, bali ni ukarimu ulioguza mahitaji halisi ya watu na kuleta ushuhuda mkubwa sana katika ulimwengu mzima. Ukiangalia kanisa hili ambalo liko katika Matendo ya Mitume, ni kanisa ambalo vitendo vyake vyenyewe vilizungumzia Kristo ni nani. The question is, does the church of today and the Christians of today speak by themselves or through what they are doing? Vitendo vyetu je, vinazungumza, ama we only want to speak what we have done? Jiulize tu mwenyewe wewe binafsi kwamba je, ninafanya vile ambavyo Mungu anahitaji, ama ninafanya tu kwa kujionyesha, ama ninafanya namna gani? Inagundua kwamba kanisa la awali walikuwa na upendo, ukarimu wa kipekee kuanzia moyoni. Yaani tukishajikana nafsi zetu, tukikana nafsi zetu kwamba si mimi ninayeishi, ni Kristo anayeishi, utawaona wenzako kama watoto wa Mungu, utawaona wanaoteseka, utawaona wanaohitaji ukarimu wako wa kipekee, na mwisho utajifundisha kuwa mkarimu. Kuna watu ambao Bwana amewainua, Bwana ametembea pamoja nao, Bwana amewafanyia makubwa kwenye safari ya maisha haya, Bwana amewarejesha, amewatoa mbali, wana historia na huyu Mungu, lakini bado hawajamjua huyo Mungu ni nani. Asubuhi ya leo, yule Mungu aliyekuonyesha ukarimu katika maisha yako,
Kubali ukarimu ukajionyesha katika maisha yako na uonyeshe na wengine pia ukarimu. Na zaidi ya yote, waumini wote walikuwa na moyo mmoja na nia moja. Ukarimu wa kweli huanzia moyoni, yaani moyoni mwako. Kuna watu tuliomo ndani ndio tumeitwa na Kristo, ndio ni wa Kristo, ndio tunatembea katika barabara ya kuelekea mbinguni, lakini ndani yetu ni ubinafsi. Ubinafsi ni mimi, mpaka Kristo hana nafasi kwa maisha yetu. Asubuhi ya leo muombe Bwana akunyenyekeshe katika utukufu wake wa milele, ukajae na ukarimu. Unapozungumza watu wanasema mtu wa Mungu amezungumza. Unapofanya jambo wanasema mtumishi wa Mungu amezungumza jambo. Kwa sababu gani? Ya ukarimu ulio ndani yako. Ukarimu wa kipekee uzalishwa na nini? Na upendo. Hii jambo haliji tu kwa sababu ya kusukumwa kwamba tukafanya, hapana. Upendo ukizidi kwa maisha yetu, tukiitwa wana wake kwa upendo, tukibatizwa kwa upendo wa Kristo, I want to tell you for free, we will serve others as Christ himself did. Zaidi ya yote kwamba ukarimu wa kipekee huleta msisimko mpya wa Ukristo katika jamii. Tunapompa Mungu awe mmiliki, anatutumia kama njia ya baraka kwa wengine. Yaani tukimpatia Mungu nafasi, tumwambie Mungu sasa kubali kututumia, Bwana anatupatia fursa ya kutumika katika shamba lake. Tukimwambia Bwana tawala kwa maisha yetu, vile nilivyo nami ni vyako, anakutumia vile alivyotumia kanisa hili. Unaposoma Matendo ya Mitume hiyo 32 unagundua kwamba washiriki wale hakuna haungetambua miongoni mwao kama kuna mhitaji, haungetambua kama kuna mtu aliye na changamoto. Kwa sababu gani? Walipendana sana, wakabebeana mizigo sana. Nasi pia asubuhi ya leo tunaomba tuwe na ushirikiano huo. Tukishirikiana vivyo hivyo, tunaweza kusimamisha injili katika maisha na mataifa yote. Tunaweza kubadilisha maisha ya watu wengi iwapo Kristo atajidhihirisha kwetu sisi wenyewe. Kuna watu wengi ambao walionyesha ukarimu na matunda tunayaona. Mfano, unaposoma Mwanzo 18:1-8 unagundua historia ya Abraham. Abraham alikuwa ni mzee wa imani, aliwakaribisha wageni, na baada ya kuwakaribisha wageni bila kujua kuwa walikuwa wajumbe wa Mungu, aliwapa chakula bora na mapumziko. Baada ya kuwalisha, baada ya kuwapa mapumziko mazuri, wakatamka baraka kwake. Je, wajua hivi ukarimu unaweza kufungua mlango wa baraka usiotarajia? Unapokuwa mkarimu katika maisha haya, Abraham hakuijua kwa maisha yake kwamba angezaa, lakini kwa sababu ya ukarimu Abraham alizaa. Kwa sababu gani? Alikuwa na ukarimu. Ukarimu huo ukamletea baraka. Nawe pia ukarimu unaweza kufungulia milango. Ukarimu unaweza kufungua njia ambazo zimefungwa. Ukarimu unaweza kuleta mibaraka hukuitarajia. Ukarimu unaweza kukuinua. Kuwa na ukarimu kama vile ambavyo Abraham alifanya. Hebu tumuone Yusufu. Yusufu alikuwa na ukarimu wa msamaha. Kuna Wakristo tulio wengi hapa ndani asubuhi ya leo hatusalimiani, yani njia moja tunapita, lakini tunapita kama watu ambao ni maadui. Je, Yusufu yeye alifanyaje? Mwanzo 45:4-5 unagundua Yusufu anawaambia wa ndugu zake, badala ya kulipiza kisasi, Yusufu aliwasamehe ndugu zake na kuwahudumia wakati wa njaa. Ndugu zake Yusufu walimuuza. Baada ya kumuuza aliteseka, ndio, mikononi mwa Potifa, mikononi mwa gereza, na baada ya hapo Bwana akamfungulia na akamuinua. Bwana alipomfungulia na akamuinua, akamweka katika sehemu kubwa ya Misri pale kama waziri. Ndugu zake walipokuwa na njaa, alikuja, wakaja kutafuta chakula kule Misri. Yusufu anawasamehe ndugu zake. Wapendwa, tuwe na ukarimu wa kusamehe hata wale wanaotukosa. Sikiliza, msamaha ni aina ya juu ya ukarimu sana. Hata wale ambao wamekuasi, hata wale ambao wamefanya vitu ambavyo hauvitambui, asubuhi ya leo ni kuombe kuwa na ukarimu wa kunyenyekea na kuwasamehe. Leave them alone. Na unapowasamehe watasema kwa kweli, ikiwa kuna mtu wa Mungu, huyu ni mtu wa nani? Huyu ni mtu wa Mungu. Kwa hivyo asubuhi ya leo tuombe sana Mungu atupatie ukarimu kama wa Yusufu. Tusiwe watu wa kutunza hasira, kutunza chuki, kutunza vitina, kutunza mabaya mioyoni mwetu. Tuwe ni watu wenye msamaha. Na hata ukiangalia yule mwanamke wa Sarfati, yule mjane, wakati Elia alienda kwake, alimwambia nipikie kwanza, akamwambia mimi sina chochote, nilicho nacho ni chakula nife. Lakini kwa sababu ya upendo alimpikia, akijua kwamba sasa litakalotokea liwepo. Lakini kufanya kile kitendo cha ukarimu kilimletea
kumletea baraka katika maisha yake. Asubuhi ya leo tukiwa na ukarimu katika maisha yetu, Bwana anaweza kufungua njia zetu. Tukiwa na ukarimu katika maisha yetu, Bwana anaweza kutufungulia mibaraka ambayo tusiyojua. Yule mwanamke hakujua kwamba kupitia mtumishi wa Mungu kungeleta unga mpaka wakula mpaka njaa ikaisha. Hakuelewa kingetokea nini, lakini Bwana aliweza kutenda muujiza kupitia kwa nani? Kwa mtumishi wa Mungu, na kupitia kwa kutii. Kama tunahitaji ukarimu, mibaraka na ukarimu katika maisha yetu uzidi kuonekana zaidi, tuweze kuwa na upendo, tunyenyekea miguuni pake Yesu Kristo, na Kristo atatutendea mapenzi yake. Kwa hivyo tunapofunga siku hizi 10 za maombi, ni waombe sana tuondoke kwenye kao hili tukiwa na mioyo ya ukarimu. Mioyo yetu ikiwa na ukarimu, Bwana atatutumia katika kazi yake, na vitendo vyetu vitahubiri sana, na wengi watakuja kwa Yesu Kristo. Mungu akubariki, Mungu anibariki, kwa jina la Yesu tu. Amen. Basi tuende katika magoti. Tunapoenda kwenye magoti katika watu watatu, tukafanya maombi. Zungumza hitaji lako kwa Mungu, muombe mwenzako, kisha baadaye nitaomba kutoka hapa mbele. Muumbaji, mfalme, Baba unayetupenda, jina lako litukuzwe milele. Asante kwa siku nyingine ambayo ni siku ya 10 ya maombi. Bwana, umekuwa pamoja nasi tangia tulipoanza maombi haya. Umezungumza nasi na lengo lako, unahitaji mwaka wa 2026 utufungue. Kuna wengi ambao wanahitaji kufunguliwa katika maisha haya kwa njia mbalimbali. Kubali kutufungua na jina lako likatukuzwe milele. Kuna wengi ambao wanahitaji Bwana ukaingie kwa maisha yao, ukaone yale wanaoyapitia, ukaone yale ambayo yanayowasumbua, ukaone maisha walio nayo Bwana, ukawatendee mibaraka mikubwa katika maisha yao. Kubali kutufungua mawazo yetu, kubali kutufungua macho yetu, kubali kutuongoza katika masuala ya kiroho, na kubali kututendea kadri ya utukufu wako milele. Na mwisho wa yote, kila mmoja ambaye ameingia katika hekalu hili katika siku hizi 10 akizungumza nawe Baba, kubali kujibu maombi ya kila mmoja wetu. Pale tumekosea tusamehe, pale ambapo tunahitaji uturejeshe katika uzizi lako turejeshe, na zaidi ya yote wale wagonjwa wanaokuomba asubuhi ya leo waonekanie, wale wanaoteseka magerezani, maishani na katika sehemu mbalimbali wafikie kwa njia ya kipekee. Asubuhi ya leo tunaomba Bwana utupe ukarimu, utupe roho ya unyenyekevu. Tunapotumika katika maisha haya, vitendo vyetu vikakudhihirishe kwa maisha ya wengine. Bwana tuongoze, tusamehe pale ambapo hatujakuwa tukifanya vizuri, utuelekeze, mwisho utuandae kwa ajili ya utukufu wako milele. Basi Bwana tubariki tunapojiandaa kwa sabato iliyoko mbele yetu. Neema yako yatosha wote, itutoshe nasi pia siku nzima na kanisa nzima, na uturejeshe katika uzima wa milele. Utukubalie mwaka huu tukatumike shambani mwako, tukaondoe ubinafsi, tukawe watu ambao wanaopendana. Tenda mapenzi yako juu ya maisha yetu, ni kwa Kristo tumeomba na tutakuamini. Amen. Bwana atubariki, Bwana atutendee, na Bwana atufungulie kila mmoja wetu. Asante.